Bara la Afrika, historia ya ukoloni na umuhimu wa harakati za ukombozi. Swali kuu tunaloweza kujiuliza, je, Afrika ilijikomboaje kutoka kwa ukoloni hadi uhuru? Hali ya Afrika kabla ya mkoloni mara nyingi upotoshwa na historia ya kikoloni iliyoandikwa kwamba Afrika ilikuwa bara la giza lisilo na maendeleo. Ukweli ni tofauti kabisa. Kabla ya ujio wa wakoloni, Afrika ilikuwa na jamii zilizoendelea kwa njia nyingi: kiuchumi, kijamii, kisiasa, kielimu na kiteknolojia. Mimi naitwa Simio Sonyo. Nikukaribisha kujua kuhusu ukombozi wa bara la Afrika na kwa nini hadi sasa bara hili limeshindwa kuungana. Tukianza na hali ya Afrika kabla ya ukoloni. Moja ni ustaarabu mkubwa na milki kuu. Afrika ilikuwa na falme na milki zenye utawala uliopangika, sheria, uchumi na elimu. Baadhi ya milki maarufu, kwanza ni ufalme wa Kemet, Misri ya kale. Ufalme huu ulikuwepo zaidi ya miaka 3000 kabla ya Kristo. Wamisri wa kale walikuwa na maarifa ya hali ya juu katika hisabati, ujenzi, tiba, nyota na fasihi. Walijenga piramid, hekalu na miundombinu kwa teknolojia ya juu ya wakati huo. Walikuwa na mfumo wa maandishi wa hieroglyphics. Lakini pili ni ufalme wa Mali. Hii ilikuwa ni karne ya 13 hadi 16. Mji wa Timbuktu ulikuwa kituo kikubwa cha elimu, biashara na dini. Chuo kikuu cha Sankore kilihifadhi maelfu ya maandishi ya elimu ya dini, falsafa, tiba na sayansi. Mansa Musa, mfalme wa Mali, alijulikana kuwa tajiri zaidi duniani kwa wakati wake. Lakini tatu ni Songhai na Ghana, Afrika Magharibi. Walikuwa na jeshi lenye nguvu, wakuu wa sheria na biashara iliyostawi. Walihusika na biashara ya dhahabu, chumvi, ngozi na pamba. Lakini nne ni ufalme wa Zimbabwe. Mji wa Great Zimbabwe ulijengwa kwa mawe makubwa bila saruji. Hiki ni kielelezo cha usanifu wa hali ya juu. Baada ya kuangalia ustaarabu mkubwa na milki kuu, mbili, tuangalie mfumo wa kisiasa na kijamii. Jamii nyingi zilikuwa na mifumo ya utawala wa kifalme, mabaraza wazee au demokrasia za jadi. Kulikuwa na ushirikiano wa kijamii ambapo kazi kama kilimo, uvuvi na biashara zilifanywa kwa msaada wa jamii nzima. Dini za Kiafrika zilikuwa na nafasi kubwa, zikihusisha heshima kwa mizimu, mila na mazingira. Lakini tatu ni biashara ya ndani na nje. Biashara ilikuwa ikifanyika baina ya jamii na miliki tofauti kwa njia za barabara za misafara na njia za maji kama mto Nile na ziwa Tanganyika. Bidhaa kama dhahabu, pembe za ndovu, chumvi, pamba, ngozi za wanyama vilikuwa vikitumika kama bidhaa za kubadilishana. Afrika ilihusiana na Waarabu, Wahindi na hata Wachina kabla ya ukoloni. Lakini nne ni elimu na maarifa. Elimu ilitolewa kupitia mashule ya kijadi, vyuo, mfano Sankore na warsha za mafundi. Maarifa yalipitishwa kwa njia mdomo, yaani usimulizi wa kihistoria na mashairi na maandishi. Kulikuwepo na wahenga na wanazuoni waliotunza maarifa ya tiba, nyota, historia na falsafa. Lakini tano ni sanaa, lugha na utamaduni. Jamii za Kiafrika zilikuwa na sanaa ya kuchonga, kupamba, muziki na ngoma zilizojaa maana kifalsafa na kiimani. Lugha za Kiafrika zilikuwa nyingi na zenye utajiri wa msamiati, mashairi na methali. Hadithi za mdomo kama ngano, methali na visa vya kihistoria vilitumika kufundisha maadili. Kabla ya ukoloni, Afrika haikuwa nyuma kama inavyodaiwa. Bara hili lilikuwa na jamii zilizoendelea, tamaduni tajiri, mifumo ya kiutawala, elimu pamoja na uchumi. Ukoloni ulipoingia ulivuruga maendeleo haya na kuanzisha simulizi ya uongo ya kwamba Afrika ilikuwa giza na bila historia. Na sasa tuangalie ukoloni na madhara yake. Tukianza kwanza ni mkutano wa Berlin wa mwaka 1884 hadi 85 na kugawanywa kwa Afrika. Lakini pili, tutaangalia mifano ya unyonyaji Kongo chini ya Leopold wa pili, Mau Mau nchini Kenya na apartheid Afrika Kusini.
Tuanze na mkutano wa Berlin na kugawanywa kwa Afrika. Ilikuwa ni mwaka 1884. Ilikuwa ni jiji la Berlin, Ujerumani. Mabalozi wa mataifa 14 ya Ulaya wameketi mezani. Ramani kubwa ya Afrika iko mbele yao. Lakini kuna jambo la ajabu. Hakuna hata Mwafrika mmoja aliyealikwa. Mkutano huu uliodumu hadi mwaka 1885 uliitwa na Chancellor Otto von Bismarck ukiwa na jina rasmi, mkutano wa Berlin kuhusu Afrika ya Kati. Lengo kuu lilikuwa moja, kugawa bara la Afrika kama keki bila vita baina yao. Kwa kalamu na ramani waliamua nchi yoyote Ulaya inaweza kudai eneo la Afrika ikiwa italionyesha kuwa inalitawala. Walitangaza mito ya Kongo na Niger kwa wazi kwa biashara. Walisema wanapinga biashara ya watumwa, lakini walileta mfumo mpya wa unyonyaji wa watu, ardhi na utajiri wa Afrika. Katika mkutano huu mipaka iliwekwa bila kufahamu mila, lugha au historia ya watu wa Afrika. Makabila yakatenganishwa, maadui wa kihistoria wakawekwa pamoja. Matokeo, Afrika ya leo inaishi na makovu ya kisiasa na kijamii yaliyoanzia Berlin. Kwa mfano, Wamasai waligawanywa kati ya Kenya na Tanzania. Wafulani waliishi katika nchi zaidi ya 5. Hutu na Tusi waliingizwa katika mitindo ya kisiasa iliyopelekea mauaji ya halaiki baadaye. Jambo lililowagawa Wamasai. Katika mkutano wa Berlin wa mwaka 1884 hadi 85 ulilenga kugawa Afrika kwa nguvu za kikoloni bila kuzingatia mipaka ya asili ya makabila au jamii zilizokuwepo hapo. Hii ilisababisha mipaka ya kisiasa kuwekwa kwa nguvu, hata kama haikuendana na mazoea na makazi ya watu asili. Katika kesi ya Wamasai, maeneo yao ya makazi yaligawanyika kati ya mikoa ya Tanganyika, sasa Tanzania, na Kenya, ambazo zilikuwa chini ya himaya za Wajerumani na Waingereza mtawalia. Hali hii ilisababisha Wamasai kuwa na sehemu ya jamii yao ikitawanyika katika nchi mbili tofauti kwa mipaka ya kisiasa ambayo haikuwazingatia. Sababu za ugawaji wao kwanza ni mipaka ya kikoloni. Waingereza na Wajerumani waligawanya ardhi za Afrika bila kuzingatia jamii zilizopo, na mipaka hiyo ilisababisha makabila kama Wamasai kugawanyika. Lakini mbili, mipaka ya siasa. Mipaka ya Kenya na Tanganyika iliundwa kama sehemu ya makubaliano ya mataifa ya kikoloni baada ya mkutano wa Berlin. Tatu ni kutokuwepo kwa mashauriano na jamii za asili. Wamasai hawakupewa nafasi ya kushiriki katika maamuzi ya kugawanyika kwa ardhi yao. Lakini 4 ni matarajio ya udhibiti wa ardhi na rasilimali. Wakoloni walitaka kudhibiti ardhi kubwa kwa maslahi yao, na mara nyingi walitumia mipaka mpya kuwagawa watu wa asili. Matokeo ya ugawaji huu ni kwamba Wamasai walitawanyika na kuishi sehemu mbili tofauti za Afrika Mashariki. Mipaka ya kisiasa ilizua changamoto kwa uhifadhi wa utamaduni wao, maisha yao ya kifugaji na ushawishi wa serikali mbili tofauti. Lakini pia ugawaji huu uliathiri ushirikiano wa jadi wa jamii na hata migogoro ya ardhi hadi leo. Tuangalie Wafulani na ugawaji wa makazi yao kufuatia mkutano wa Berlin. Baada ya mkutano wa Berlin na ugawaji wa Afrika kati ya mataifa ya kikoloni, Wafulani waliendelea kuishi katika nchi zaidi ya 5 ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Sudani Kusini pamoja na Sudani. Kwa kuongeza, Wafulani pia wanapatikana sehemu za mbali za Burundi na Rwanda, ingawa idadi yao ni ndogo zaidi. Mkutano wa Berlin ulipanga mipaka ya Afrika bila kuzingatia makazi ya makabila ya asili kama Wafulani. Mataifa ya kikoloni yaliunda mipaka kisiasa yenye nguvu za kijeshi ambayo iligawanya jamii na makabila kutoka maeneo yao ya jadi. Kwa kuwa Wafulani ni wafugaji waliokuwa wakihamia kutafuta malisho bora kwa mifugo yao, walitawanyika zaidi kutokana na mipaka hii mipya. Sababu kuu za ugawaji wa Wafulani katika nchi hizi, kwanza ni mipaka ya kikoloni na kitaifa. Mataifa ya kikoloni hasa Uingereza na Ujerumani waligawa Afrika bila kuzingatia makazi ya makabila na jamii za asili, hivyo Wafulani waliathirika kwa kugawanywa katika nchi mbalimbali. Lakini mbili, tabia ya kuishi kwa uhamaji. Wafulani ni wafugaji wa mabadiliko, wakihamia maeneo yenye malisho bora kwa mifugo yao, jambo ambalo liliwafanya kuenea zaidi katika maeneo mbalimbali. Lakini tatu, mazingira ya siasa na kiuchumi. Baadhi ya serikali za mataifa haya
zilihamasisha au kuruhusu uhamaji wa fulani kwenda maeneo mapya kwa ajili ya kufuga mifugo na kukuza uchumi wa kilimo na ufugaji. Na sasa tuangalie mkutano wa Berlin, ugawaji wa Afrika na madhara yake kwa Hutu na Tutsi. Kwanza ni muktadha wa awali. Hutu na Tutsi ni makabila mawili makubwa katika eneo la Rwanda na Burundi, ambapo pia Wafulani wengi walikuwepo. Kabla ya ukoloni, uhusiano kati ya Hutu na Tutsi ulikuwa mgumu kueleweka kwa istilahi za kisiasa za mwelekeo wa kabila, bali kulikuwa na mchanganyiko wa tabaka za kijamii, mara nyingi kwa msingi wa shughuli za kilimo ambao walikuwa ni Wahutu na ufugaji ambao walikuwa ni Watutsi. Lakini jambo la pili ni mkutano wa Berlin na ugawaji wa Afrika. Mkutano huu wa mwaka 1884-85 uligawa Afrika kati ya mataifa ya Ulaya bila kushirikisha watu wa Afrika. Rwanda na Burundi zilikabidhiwa kwa Ubelgiji kama sehemu ya Kongo ya kibeberu, yani Belgian Congo. Mataifa haya ya kikoloni yalianzisha miundo ya utawala wa kikoloni ili kudhibiti watu kwa urahisi. Lakini tatu ni kuanzishwa kwa miundo ya kiasili ya kisiasa, yani indirect rule. Ubelgiji walitumia sera ya utawala wa moja kwa moja, lakini pia walibeba dhana ya tatu distinct ethnic groups, yani Hutu, Tutsi na Twa. Walianzisha kadi za taifa, ethnic identity card, ili kuwatofautisha watu kulingana na kabila lao. Lakini nne ni kuwekwa kati ya Hutu na Tutsi katika siasa. Wakoloni waliwatendea Tutsi kama wakoloni wa kiasili, kuwapa madaraka ya kisiasa na kijamii, wakati Hutu walitengwa na kupewa nafasi ndogo zaidi. Hii ilileta tofauti kubwa za tabaka na chuki za kikabila zilizopandikizwa na ukoloni. Madhara ya matukio haya ni kwamba mawasiliano na migogoro, kutengwa na ukandamizwaji wa Hutu ulizidisha chuki za kikabila. Lakini mauaji halaiki. Mzozo huu wa kikabila ulizidi na kupelekea mauaji halaiki, yani genocide, huko Rwanda. Hii ilikuwa ni mwaka 1994 ambapo maelfu ya watu wa kabila la Tutsi na Hutu waliopinga ukandamizaji walipoteza maisha yao. Kilichofanyika Berlin si mkutano tu, bali ni kutangazwa rasmi kwa enzi ya ukoloni. Bara lilokuwa huru lenye ustaarabu wake likavamiwa, lugha, ardhi na tamaduni vikanyang'anywa. Ndipo Afrika ikaanza safari ya giza, lakini si ya kimya. Tuangalie sasa harakati za ukombozi na viongozi waliokuwa mstari wa mbele katika mapambano hayo. Tukianza na Kwame Nkrumah wa Ghana. Huyu alikuwa ni kiongozi wa kwanza wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kupata uhuru mwaka 1957. Ni mwanzilishi wa chama cha Convention People's Party CPP ambacho kiliongoza harakati za kisiasa dhidi ya Uingereza. Alihimiza umoja wa Afrika kupitia falsafa ya Pan-Africanism na kusaidia viongozi wengine wa Kiafrika waliokuwa bado wanapigania uhuru. Alihamasisha nchi nyingine kutafuta uhuru kwa kusema, "The independence of Ghana is meaningless unless it is linked with the total liberation of Africa." What can be done unless it has the purported support of God? We have done the battle, and we again rededicate ourselves not only in the struggle to emancipate other territories in Africa. Our independence is meaningless unless it is linked up with the total liberation of the African continent. Kiongozi wa pili ni Jomo Kenyatta wa Kenya. Huyu alikuwa kiongozi wa chama cha Kenya African National Union KANU. Aliongoza mapambano dhidi ya utawala wa kikoloni wa Uingereza, ingawa hakuhusika moja kwa moja katika vita vya msituni vya Mau Mau. Alihusishwa navyo na kufungwa jela kwa miaka 9. Baada ya uhuru wa mwaka 1963 akawa waziri mkuu na baadaye rais wa kwanza wa Kenya. Alihimiza umoja wa taifa na kujenga taasisi za serikali baada ya ukoloni. Harambee! Na mashamba yetu harambee! Na mifugo yetu harambee! Na serikali yetu tukufu
harambee! Kiongozi mwingine wa tatu ni Nelson Mandela wa Afrika Kusini. Alikuwa mwanachama na baadaye kiongozi wa African National Congress ANC. Alipinga vikali sera za apartheid, mfumo wa ubaguzi wa rangi ulioanzishwa na Waholanzi na Waingereza. Aliunda kikundi cha silaha cha ANC kilichoitwa Umkhonto weSizwe mwaka 1961. Alifungwa gerezani kwa miaka 27 kwa sababu ya harakati zake. Mwaka 1994, baada ya kuachiliwa na kufanyika kwa uchaguzi huru wa kwanza kwa wote, alichaguliwa kuwa rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini. Let there be work, bread, water and salt for all. Let each know that for each, the body, the mind and the soul have been freed to fulfill themselves. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Kiongozi wa nne ni Julius Kambarage Nyerere wa Tanzania. Huyo alikuwa kiongozi wa chama cha TANU, Tanganyika African National Union, kilichoongoza harakati za kisiasa dhidi ya utawala wa Kiingereza. Alitumia mbinu ya amani, elimu kwa umma na diplomasia kudai uhuru wa Tanganyika uliopatikana mwaka 1961. Baada ya kuwa rais, alitoa hifadhi na msaada kwa wapigania uhuru wa nchi nyingine kama Afrika Kusini, Zimbabwe, Msumbiji na Namibia. Alikuwa muumini wa falsafa ya ujamaa na kujitegemea na mmoja wa sisi wa Umoja wa Afrika OAU. Ndugu zangu, hivyo ndivyo tunavyoweza kuijenga Tanganyika yenyewe. Sasa watu waliokuwa wanatazamia kwamba Tanganyika ya kesho itakuwa ni ile ile ya jana, sasa wanahiari wale. Mahali hapa nifai mimi. Anatoroka mwenyewe taratibu. Kiongozi wa tano ni Patrice Lumumba wa DR Congo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikuwa kiongozi wa chama cha Movement National Congolese MNC. Alihimiza umoja wa kitaifa na kupinga ukoloni wa Ubelgiji. Alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Kongo baada ya uhuru wa mwaka 1960. Alisimama kidete dhidi ya mabeberu waliotaka kuendeleza unyonyaji kupitia mgawanyiko wa kikabila. Alitekwa na kuuawa kwa msaada wa mataifa ya Magharibi, hasa kutokana na misimamo yake ya kizalendo na kupinga ukoloni mamboleo. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Na sasa tuangalie Umoja wa Afrika na athari za ukombozi. Kwanza ni kuundwa kwa OAU mwaka 1963 hadi AU mwaka 2002. Lakini pili, tutaangalia nguvu ya mshikamano wa Afrika
Na 3, tutaangalia ushirikiano wa mataifa huru kusaidia harakati za ukombozi katika nchi nyingine. Na 4, tutaangalia matunda ya uhuru, elimu, utamaduni pamoja na sanaa. Tukianza na Umoja wa Afrika, yani African Union AU. Umoja wa Afrika AU ni shirika la mataifa ya Afrika lililoanzishwa rasmi tarehe 26 Mei mwaka 2001 huko Addis Ababa, Ethiopia, na kuchukua nafasi ya zamani ya OAU, Organization of Africa Unit, iliyoanzishwa mwaka 1963. Lengo kuu la OAU lilikuwa ni kusaidia harakati za ukombozi wa mataifa ya Afrika kutoka kwa koloni. Baada ya nchi nyingi kupata uhuru, Umoja wa Afrika uliundwa ili kushughulikia masuala mapana zaidi kama maendeleo, amani na ushirikiano wa kiuchumi. Malengo makuu ya Umoja wa Afrika kwanza ni kuhakikisha amani na usalama barani Afrika, kuimarisha mshikamano wa kisiasa, kiuchumi na kijamii kati ya nchi wanachama, lakini kulinda uhuru na haki za binadamu, kukuza maendeleo endelevu na ustawi wa wananchi wa Afrika, lakini pia kupambana na umaskini, migogoro na uongozi mbovu. Mafanikio ya Umoja wa Afrika ni pamoja na kusuluhisha migogoro ya kisiasa kati ya nchi kama Sudan, Mali na Somalia, lakini pia kuanzisha mahakama ya haki za binadamu ya Afrika AFCHPR, kuendeleza mipango ya maendeleo kama Agenda 2063, kuratibu operation za kulinda amani, yani peacekeeping missions. Face the issue of African unity now. For only unity will make the artificial boundaries and regional demarcations imposed by colonialism obsolete and superfluous. African unity will thus provide an effective remedy for border disputes and internecine troubles. In a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia, or between Ghana, Togoland and the Ivory Coast. Because tungali katika athari za ukombozi wa bara la Afrika. Harakati za ukombozi wa bara la Afrika zilikuwa miongoni mwa vuguvugu muhimu zaidi karne 20. Ziliathiri sana siasa, jamii na uchumi wa mataifa ya Afrika. Tukiangalia katika athari chanya za harakati za ukombozi, kwanza ni uhuru wa kisiasa. Mataifa mengi ya Afrika yalipata uhuru kutoka kwa wakoloni kati ya miaka ya 1950 hadi 1994, mwisho ikiwa ni Afrika Kusini baada ya kumalizika kwa ubaguzi wa rangi, yani apartheid. Bila ni ukombozi wa utambulisho wa Kiafrika, Afrika walianza kujivunia tamaduni zao, lugha zao na historia yao. Elimu ilianza kuelekezwa katika muktadha wa Kiafrika. Lakini 3 ni kuundwa kwa taasisi za umoja kama Umoja wa Afrika, ECOWAS, SADC na mashirika mengine ya kikanda yaliundwa ili kuimarisha mshikamano na maendeleo. Lakini 4 ni kuimarisha kwa harakati za haki za binadamu. Watu wa Afrika walipata nafasi zaidi ya kudai haki zao, kupambana na udikteta na kujenga demokrasia. Katika upande wa athari hasi, changamoto baada ya ukombozi kwanza ni migogoro ya kisiasa na mapinduzi. Baadhi ya nchi hazikufanikisha uongozi thabiti, zikakumbwa na mapinduzi ya kijeshi na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Lakini 2, ukosefu wa maendeleo ya kiuchumi. Licha ya uhuru, baadhi ya nchi zilijikuta bado zinategemea wakoloni wa zamani kiuchumi. Lakini 3, mipaka kisiasa isiyo ya asili. Mipaka iliyoachwa na wakoloni ilisababisha migogoro kati ya makabila na nchi jirani, kwa mfano Somalia na Ethiopia au Nigeria na Cameroon. Kuhusu nguvu ya mshikamano wa Afrika kabla na wakati wa ukombozi. Kwanza, tukianza na ushirikiano katika kupigania uhuru. Mataifa ya Afrika yaliungwa mkono na mengine katika kupigania uhuru. Mfano, Ghana chini ya Kwame Nkrumah ilisaidia harakati za ukombozi kusini mwa Afrika. Viongozi kama Julius Kambarage Nyerere, Kwame Nkrumah, Ahmed Ben Bella wa Algeria na wengine walihimiza umoja wa bara katika mikutano ya kimataifa kama OAU ya mwaka 1963. Kuundwa kwa OAU mwaka 1963, yani Organization of African Unit, ilianzishwa kwa azma ya kuimarisha mshikamano, kusaidia mataifa yaliyokuwa bado chini ya ukoloni kama Angola, Msumbiji, Zimbabwe na Afrika Kusini.
ilikuza mshikamano wa kisiasa, ilipinga waziwazi ukoloni mamboleo, yani neo-colonialism, na iliweka msimamo wa pamoja kuhusu ukombozi wa Palestina. Nguvu ya mshikamano baada ya uhuru kwanza ni mikakati ya Umoja wa Afrika AU. Umoja wa Afrika AU uliorithi OAU mwaka 2001 uliendeleza mshikamano huu kwa njia za kisasa zaidi kama vile vikosi vya kulinda amani vya AU, ajenda ya maendeleo ya Agenda 2063, ushirikiano wa kiuchumi miongoni mwa nchi wanachama kupitia African Continental Free Trade Area. Lakini mbili ni uungwaji mkono katika migogoro. Mataifa ya Afrika yaliungana katika kushughulikia migogoro kama vile Darfur ya Sudan, Mali, DRC na Somalia kupitia AU na jumuiya za kikanda kama SADC, ECOWAS na IGAD. Ushirikiano wa mataifa huru ya Afrika kusaidia harakati za ukombozi wa nchi nyingine ambazo bado zilikuwa chini ya ukoloni au mfumo wa ubaguzi wa rangi. Ushirikiano huu ulikuwa sehemu muhimu ya mshikamano wa Kiafrika, yani Pan-Africanism, na ulifanyika kwa njia mbalimbali: kisiasa, kijeshi, kifedha na kiitikadi. Tuangalie sasa ushirikiano wa mataifa huru ya Afrika katika harakati za ukombozi. Kwanza ni kutoa mafunzo ya kijeshi na kuwezesha kambi za wakombozi. Mataifa yaliyo huru kama Ghana, Tanzania, Algeria, Zambia na Libya yalitoa kambi za wakombozi, yani training camps, mafunzo ya kijeshi, hifadhi kwa wapiganaji wa ukombozi, silaha na misaada ya kijeshi. Mfano Tanzania, Rais Julius Kambarage Nyerere alikuwa kinara wa kusaidia harakati za ukombozi kusini mwa Afrika. Aliwahifadhi wapiganaji wa ANC wa Afrika Kusini, Frelimo Msumbiji, ZANU na ZAPU ya Zimbabwe. Mazimbu Morogoro ilikuwa kambi kubwa ya ANC ikihifadhi maelfu ya wapiganaji, watoto na familia zao. Leo tupo katika eneo hili la Mazimbu. Ni eneo muhimu sana la kihistoria, eneo lililobeba historia kubwa sana la bara la Afrika. Ni eneo ambalo linaonyesha ushahidi wa namna gani ambavyo Waafrika waliweza kushikamana katika harakati za ukombozi wa bara la Afrika. Hapa kuna ushahidi wa makaburi mbalimbali, zaidi ya 90 yapo hapa. Afrika Kusini wamelala hapa, lakini pia hapa katika eneo hili kuna ushahidi wa miundombinu mingi sana ambayo ilitumiwa na wenzetu wa chama cha ANC kutoka Afrika Kusini kwa ajili ya kujipatia uhuru wao, kujiandaa kwa namna mbalimbali ili waweze kupata uhuru wao. Kwa hiyo ni eneo ambalo la muhimu sana kwa taifa letu, lilobeba historia kubwa sana kwa taifa letu, lakini limebeba historia kubwa sana ya nchi ya Afrika Kusini ambayo imepita katika madhila makubwa sana katika kujikomboa katika ile ubaguzi wa rangi waliokuwa wakifanyiwa. Lakini hapa ndipo ambapo palipika wapigania uhuru ambao waliwezesha kwenda kupigania uhuru wa nchi hiyo. Zambia, Rais Kenneth Kaunda aliruhusu nchi yake kuwa makao makuu ya harakati za ukombozi wa Zimbabwe, Angola na Namibia. Alivumilia mashambulizi kutoka Afrika Kusini kwa sababu ya msimamo wake wa kusaidia wakombozi. Mbili ni misaada ya kidiplomasia na kisiasa. Mataifa huru yalitumia majukwaa ya kimataifa kupiga kelele ukombozi wa Afrika, ikiwemo Umoja wa Mataifa UN, Jumuiya ya Nchi Zisizofungamana na upande wote Non-Allied Movement, pamoja na Umoja wa Afrika OAU. Kwa mfano Ghana, Kwame Nkrumah alitumia utawala wake kuhamasisha ukombozi wa Afrika nzima. Alifadhili makundi ya ukombozi na kuunda Kwame Nkrumah Institute for Pan-African Studies ambako viongozi wa ukombozi walikusanyika. Mfano Algeria, baada ya kupata uhuru mwaka 1962, Algeria ikawa ngome ya ukombozi kwa wapiganaji kutoka kusini mwa Sahara na hata Marekani. Kwa mfano, akina Malcolm X walitembelea. Algeria ilisaidia ANC na MPLA ya Angola. Tatu ni misaada ya kifedha na kibinadamu. Nchi kama Libya chini ya Muammar Gaddafi zilitoa fedha kwa harakati za ukombozi. Tanzania, Zambia, Guinea na Nigeria zilitoa misaada kwa wakimbizi kutoka nchi zilizokuwa katika vita vya ukombozi. Nne ni ushirikiano kupitia OAU. Mwaka 1963 OAU iliunda Liberation Committee iliyokuwa na jukumu la kusaidia makundi ya ukombozi. Kamati hii ilikusanya fedha kutoka nchi wanachama na kuzigawa kwa makundi ya ukombozi kama vile ANC ya Afrika Kusini, SWAPO ya Namibia, Frelimo ya Msumbiji, MPLA ya Angola, ZANU pamoja na ZAPU ya Zimbabwe. Athari za ushirikiano huu, tukianza na ushirikiano chanya.
Kwanza, ulisaidia nchi nyingi kupata uhuru wao mapema zaidi. Uliimarisha mshikamano wa Kiafrika na kuibua kizazi cha viongozi waliokuwa na mtazamo wa bara zima. Uliweka msingi wa mawasiliano na mashirikiano ya kiusalama na kiuchumi ya baadaye kama AU na SADC. Katika upande wa changamoto, baadhi ya nchi zilipata mashambulizi ya kijeshi kutoka kwa wakoloni au majeshi ya kibaguzi kwa sababu ya kusaidia wakombozi, mfano Zambia na Tanzania. Nchi pia zilileweshwa kiuchumi kwa kugharamia vita vya ukombozi wa wengine. Ushirikiano wa mataifa huru ya Afrika katika kusaidia ukombozi wa bara haukuwa wa kauli tu, bali wa vitendo, kwa silaha, mafunzo, makazi, diplomasia na misaada ya kifedha. Ulikuwa ndio moyo wa Pan-Africanism na msingi wa kuundwa kwa Umoja wa Afrika kama jukwaa la pamoja la maendeleo na mshikamano wa bara zima. Tuangalie matunda ya uhuru tukilenga sasa katika elimu, utamaduni na sanaa. Baadhi ya mataifa ya Afrika kupata uhuru kutoka kwa koloni, kulikuwepo na mabadiliko makubwa katika sekta mbalimbali. Matunda ya uhuru yalionekana zaidi katika maeneo ya elimu, utamaduni pamoja na sanaa, ambayo yalikuwa yamebanwa sana au kupotoshwa wakati wa koloni. Tukianza na elimu, kwanza ni upanuzi wa fursa za elimu. Serikali huru ziliongeza uwekezaji katika elimu kwa kujenga shule za msingi, sekondari na vyuo vikuu. Elimu ya watu wazima na elimu ya watu wa vijijini ilipewa kipaumbele ili kuondoa ujinga ulioathiriwa kutoka kwa ukoloni. Mfano, Tanzania chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilianzisha mpango wa elimu ya ujamaa, Education for Self-Reliance. Kuhusu mitaala ya Kiafrika, mitaala ya shule ilianza kubadilishwa kutoka ule wa kikoloni na kuwa na mwelekeo wa Kiafrika. Historia ya Afrika, mashujaa wa ukombozi, lugha za Kiafrika na maarifa asilia vilianza kufundishwa. Lakini kuanzishwa kwa vyuo vikuu vya ndani, mataifa kama Ghana, Nigeria, Kenya, Uganda, Tanzania na kadhalika yaliunda vyuo vya kitaifa. Vyuo hivi vilikuza utaalamu wa ndani na kupunguza tegemezi kwa wataalamu kutoka nje. Lakini tukiangalia katika upande wa utamaduni na tukianza na uamsho wa utambulisho wa Mwafrika, baada ya uhuru, nchi nyingi ziliendeleza sera za kuenzi na kuhuisha tamaduni za Kiafrika zilizokuwa zimebanwa na ukoloni. Ngoma, mavazi ya jadi, lugha za Kiafrika, majina asili na mila zilianza kuenziwa tena kama sehemu ya utambulisho wa taifa. Lakini pia lugha za Kiafrika, nchi kadhaa zilianza kutumia lugha za Kiafrika katika vyombo vya habari na elimu. Mfano, Kiswahili kilitangazwa kuwa lugha rasmi ya taifa la Tanzania. Pia kinatumika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini sherehe za kitaifa za kitamaduni, mataifa yalitumia sikukuu kama siku ya uhuru, siku ya mashujaa na kadhalika kusherehekea urithi wa kihistoria na kitamaduni wa nchi zao. Katika upande wa sanaa, na tukianza na maendeleo ya sanaa ya Kiafrika, wasanii walipata fursa ya kujieleza kwa uhuru kwa kutumia sanaa kama njia ya kuelimisha na kukuza uzalendo. Michoro, muziki, filamu, maigizo na ushairi vilianza kuangazia masuala ya kijamii, historia ya ukombozi na maisha ya Mwafrika. Lakini kuanzishwa kwa taasisi za sanaa na utamaduni, serikali zilianzisha vituo vya sanaa, kumbi za maonyesho na taasisi za kukuza vipaji. Mfano, Bagamoyo College of Arts ya Tanzania, National Theatre ya Ghana, Kenya National Theatre na kadhalika. Katika upande wa muziki wa ukombozi, muziki ulitumika kama chombo cha kuhamasisha umoja, kupinga dhulma na kuenzi mashujaa. Wanamuziki kama Miriam Makeba wa Afrika Kusini, Franco wa DRC, Joseph Hill walihamasisha mapambano ya ukombozi. Matunda haya yalilenga kumkomboa Mwafrika kiakili na kiutambulisho, si kwa kuondoa tu mkoloni wa silaha, bali pia mkoloni wa fikra. Hadi leo bado mataifa ya Afrika yanaendeleza juhudi hizi katika kuimarisha elimu, utamaduni na sanaa kwa kizazi kijacho. Na sasa tukajue changamoto baada ya uhuru. Changamoto baada ya uhuru ni sehemu muhimu sana ya historia ya bara la Afrika. Baada ya kujikomboa kutoka kwa ukoloni, mataifa mengi ya Afrika yalitarajia maendeleo ya haraka na ustawi wa jamii. Hata hivyo, walikumbana na changamoto nyingi zilizokutana na urithi wa ukoloni na hali mpya ya kisiasa, kiuchumi na kijamii.
Changamoto kuu ambazo nchi nyingi za Afrika zilipitia baada ya uhuru ni pamoja na ukosefu wa uzoefu wa uongozi. Viongozi wengi wa kwanza walikuwa wapigania uhuru, lakini hawakuwa na uzoefu wa kuendesha serikali kubwa na za kisasa. Hali hii ilisababisha utawala wa kiimla na udhaifu wa taasisi za serikali. Katika upande wa mapinduzi na vita vya ndani, nchi nyingi zilishuhudia mapinduzi ya kijeshi, yani military coups, kwa sababu ya migogoro ya madaraka. Mfano, Ghana mwaka 1966, Nigeria mwaka 1966 na mwaka 1983, Uganda mwaka 1971 pamoja na Burkina Faso. Katika upande wa kabila na migogoro ya kisiasa, wakoloni waligawanya mataifa kwa misingi ya kikabila au kimajimbo, hali iliyozua chuki na mapigano baada ya uhuru. Mfano mkubwa, vita ya wenyewe kwa wenyewe nchini Nigeria, yani Biafra War, na mauaji ya Rwanda, Hutu pamoja na Tutsi. Katika upande wa changamoto za kiuchumi, kwanza ni uchumi tegemezi. Afrika ilirithi uchumi uliotegemea rasilimali ghafi, yani mazao pamoja na madini, na uliokuwa na uhusiano wa utegemezi kwa wakoloni. Hakukuwa na viwanda vya kusindika au teknolojia ndani. Lakini pili, ukosefu wa miundombinu. Barabara, hospitali, shule na huduma muhimu zilikuwa duni au hazikufikia maeneo ya vijijini. Serikali mpya zilijikuta katika hali ya kupambana na umaskini uliokithiri. Katika upande wa madeni ya kigeni, serikali nyingi zilikopa kutoka nje ili kujenga taifa. Madeni haya yalikuwa mzigo mkubwa. Masharti ya mikopo kutoka IMF na Benki ya Dunia yalisababisha sera za kupunguza matumizi, yani austerity, zilizoumiza wananchi. Katika upande wa changamoto za kijamii na elimu, kwanza, ujinga na ukosefu wa elimu. Licha ya jitihada za kupanua elimu, kiwango cha ujinga kilikuwa juu. Elimu ilikuwa kikoloni, haikutosheleza mahitaji ya maendeleo ya ndani. Katika upande wa upungufu wa wataalamu ni kwamba hakukuwa na wahandisi, madaktari, walimu na wataalamu wa kutosha kutokana na upendeleo wa kikoloni wa kutotoa elimu ya juu kwa Waafrika. Lakini ukosefu wa ajira, elimu iliyotolewa haikulingana na soko la ajira, hivyo vijana wengi walikosa kazi. Hili lilipelekea miji kukua bila mpango, ukosefu wa makazi pamoja na uhalifu. Lakini nne ni changamoto za utambulisho na utamaduni. Kwanza ni mizozo ya kitamaduni. Baadhi ya viongozi walihamasisha kurudi kwenye utamaduni wa Kiafrika, lakini wengine walikumbatia mfumo wa kibepari au kisosialisti. Hali hii ilileta mkanganyiko wa kimfumo na kiitikadi. Lakini pili ni lugha za kigeni kama rasmi. Mataifa mengi yaliendelea kutumia lugha za kikoloni, Kiingereza, Kifaransa, Kireno kama lugha rasmi, huku lugha za Kiafrika zikisukumwa pembeni. Hii ilizua changamoto za mawasiliano, utambulisho pamoja na elimu. Lakini tano ni changamoto za Umoja wa Afrika. Tukianza na mipaka ya kikoloni. Mipaka ya kikoloni iligawa makabila na kuzua migogoro ya mipaka kati ya mataifa, mfano Ethiopia na Eritrea, Morocco pamoja na Sahara Magharibi. Lakini pili, tofauti za kiitikadi. Nchi za Kiafrika zilikuwa zimeshasambaratika katika kambi za kisosialisti zilizofuata Urusi na zile za kibepari zilizofuata Marekani, hali iliyodhoofisha mshikamano. Cha kujiuliza ni kwamba kwa nini changamoto hizi zilitokea. Kwanza ni urithi wa kikoloni, ukosefu wa maandalizi ya kujitawala. Lakini pili, uingiliaji wa mataifa magharibi, ukombozi wa kisiasa au kuambatana na uhuru wa kiuchumi. Lakini tatu ni migogoro ya ndani, ukabila, dini, siasa na ukosefu wa utawala bora. Na sasa tukaangalie kwa nini Afrika ilishindwa kuungana hadi sasa, pamoja na juhudi za baadhi ya viongozi wa bara la Afrika. Kutokuungana kwa Afrika kuwa taifa moja lenye serikali, sarafu na wimbo wa taifa wa pamoja ni jambo ambalo limejadiliwa kwa muda mrefu, hasa baada ya mataifa mengi kupata uhuru. Wazo hili linajulikana kama Umoja wa Afrika wa kisiasa, the United States of Africa, ndoto ambayo haijatimia hadi leo. Sasa ni kudadavulia kwa kina sababu kuu za kushindikana kwake, pamoja na juhudi zilizowahi kufanywa na changamoto zilizojitokeza. Kwanza ni ndoto ya kuunganisha Afrika kuwa taifa moja. Face the issue of African unity now.
For only unity will make the artificial boundaries and regional demarcations imposed by colonialism obsolete and superfluous. African unity will thus provide an effective remedy for border disputes and internecine troubles. In a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia, or between Ghana, Togoland and the Ivory Coast. Because lengo kuu lilikuwa ni kuwa na serikali moja ya Afrika kama Marekani au Umoja wa Ulaya. Lakini pia kuwa na sarafu moja, wimbo wa taifa moja, jeshi moja na sera za pamoja za maendeleo. Lakini pia kusitisha utegemezi kwa mataifa ya nje na kukabiliana na changamoto kama umaskini, vita, ukoloni mamboleo na udhalilishaji wa Afrika kimataifa. Viongozi kadhaa waliojitahidi kutimiza ndoto hii ni pamoja na Kwame Nkrumah wa Ghana. Alikuwa miongoni mwa waasisi wakuu wa fikra za Afrika moja. Aliamini Afrika inapaswa kuwa na serikali moja mara baada ya uhuru. Alitoa wito wa haraka wa umoja wa kisiasa wa Afrika katika miaka ya 1960. Kitabu chake cha Africa Must United kilieleza kwa kina wazo hili. Lakini kiongozi wa pili ni Muammar Gaddafi wa Libya. Alijitahidi kufufua ndoto ya Nkrumah kuanzia miaka 1990. Aliweka wazo la sarafu ya pamoja ya Afrika, yani gold dinar. Alipendekeza kuundwa kwa serikali ya shirikisho la Afrika. Aliandaa mikutano mingi ya Umoja wa Afrika kuhusu umoja wa kisiasa kabla ya kuuawa mwaka 2011. My mission is to encourage my brothers and wake up the African peoples to unify our continent, Africa. Since 1963, the hero of the African unity, Kwame Nkrumah, wanted to unify Africa since that time in one state, one government. Kiongozi wa tatu ni Julius Kambarage Nyerere wa Tanzania. Alipendekeza mataifa machache yaanze kuungana kwanza, mfano Afrika Mashariki kisha baadaye Afrika nzima. Alikuwa mmoja wa waasisi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC. Sasa ni kwa nini Afrika haikuweza kuungana kama taifa moja? Kwanza ni mipaka ya kikoloni. Mataifa ya Afrika yalirithi mipaka kigeni kutoka kwa koloni ambayo iligawa makabila na jamii. Hakukuwa na uamuzi wa kuvunja mipaka hiyo. Lakini mbili ni tofauti za kisiasa na kiitikadi. Baadhi ya nchi zilifuata ujamaa, mfano Tanzania, wengine kibepari, mfano Ivory Coast, na wengine udikteta, mfano Zaire. Tofauti hizi zilifanya iwe vigumu kukubaliana kuhusu muundo wa serikali ya pamoja. Lakini tatu ni uingiliaji wa mataifa ya magharibi. Mataifa ya nje, hasa zamani za vita baridi, hayakutaka Afrika iwe na sauti moja. Walihofia kupoteza ushawishi wao kiuchumi, kisiasa na kijeshi. Walitumia mikakati ya kisiasa na kiuchumi kudhoofisha juhudi hizo. Lakini nne ni woga wa kupoteza madaraka. Viongozi wengi wa kitaifa hawakutaka kuachia madaraka kwa serikali ya juu ya Afrika. Wengi walihofu kwamba nchi zao zingeonekana dhaifu au kufunikwa na mataifa makubwa zaidi kama Nigeria au Afrika Kusini. Lakini tano ni ukosefu wa miundombinu ya kuunganisha bara. Barabara, reli, mawasiliano na miundombinu ya kiuchumi haikufungamanishwa kati ya nchi. Hali hii ilifanya uratibu na ushirikiano kuwa mgumu. Baada ya ukoloni, tunaona ilipofika mwaka 1977, ndipo hapo kutokana na changamoto mbalimbali zilijitokeza zikapelekea jumuiya ile ya kwanza ya Afrika Mashariki ikaanguka. Moja ya changamoto hizo kwanza nasema ilikuwa ni imbalance in trading relations, imbalance of trade. Kulikuwa hakuna uwiano sawa wa kibiashara
Nchi ya Kenya yenyewe ilionekana kwamba ina uwiano mzuri wa kibiashara ukilinganisha na Tanzania na Kenya. Kwa hiyo taratibu iliibua manunguniko na maoni tofauti. Pamoja na hilo, kulikuwa na utofauti wa sera, hasa ukitambua kuwa Kenya wenyewe waliingia katika mlengo wa ubepari mchanganyiko, lakini pia Tanzania wakati huo tulikuwa na sera za ujamaa na kujitegemea. Na itakumbukwa Uganda yenyewe baada ya kupitia changamoto za kisiasa, na hapo ilikuwa kama inaingia kwenye sera za ujamaa au haipo, kwa hiyo haikuwa very clear. Kwa hiyo kutokana na hiyo changamoto, kwa hiyo ilipelekea utofauti katika sera za kiuchumi, sera za kisiasa. Utofauti huo ulichangia pia kuanguka kwa jumuiya ya kwanza ya Afrika Mashariki. Badala ya taifa moja, nini kilifanyika? Ilikuwa ni kuanzishwa kwa Umoja wa Afrika, yani AU. Ilianzishwa mwaka 2002 ikichukua nafasi ya OAU iliyokuwa ya kisiasa zaidi. Haikuunda serikali moja, bali ni jukwaa la mshikamano wa nchi huru. Ina malengo ya kuimarisha amani, maendeleo, biashara pamoja na sauti ya Afrika duniani. Kwa hivyo, Afrika imeshindwa kuungana kwa taifa moja kwa sababu ya tofauti za kisiasa na kiuchumi, uoga viongozi kupoteza mamlaka, uingiliaji wa mataifa ya nje, urithi wa koloni, mipaka, lugha pamoja na mitindo. Hata hivyo, kuna juhudi chanya ambazo zimejitokeza. Kwanza ni African Continental Free Trade Area, biashara pamoja bila ushuru baina ya nchi za Afrika. Visa ya pamoja ya Afrika Mashariki, East African E-Visa. Mipango ya sarafu moja ya Afrika Mashariki, EAC Currency. Na hivyo ndivyo safari yetu ya kihistoria, kisiasa, kijamii na kiuchumi kuhusu bara letu la Afrika inavyofikia tamati. Kutoka enzi za utukufu kabla ya ukoloni hadi harakati za ukombozi zilizoongozwa na mashujaa wetu, Afrika imeandika ukurasa wa kipekee katika historia ya dunia. Tumeshuhudia jinsi mataifa huru yalivyoshirikiana kuunga mkono ukombozi wa wengine, nguvu ya mshikamano wa Afrika, na pia changamoto nyingi baada ya uhuru, kutoka kwenye siasa, uchumi hadi utambulisho wa Kiafrika. Lakini hata hivyo, matumaini hayajafa. Ndoto ya Afrika yenye mshikamano, yenye sauti moja, inayojitegemea na kujiamulia hatima yake bado inaishi mioyoni mwa mamilioni ya Waafrika. Ni wajibu wa kizazi chetu kuendeleza juhudi hizo, kujenga Afrika inayojivunia historia yake, inayolinda maliasili yake, inayothamini utamaduni wake, na inayounganisha watu wake bila mipaka ya kikoloni. Kumbuka, Mei 25 kila mwaka ni siku ya kumbukumbu ya kuanzishwa kwa Shirika la Umoja wa Nchi Huru za Afrika, OAU, ambapo ilikuwa ni tarehe 25 Mei mwaka 1963 kwa Addis Ababa nchini Ethiopia. OAU sasa ni Umoja wa Afrika, AU. Lengo la siku ya Afrika kwanza ni kuadhimisha ukombozi wa kisiasa wa mataifa ya Afrika kutoka kwa koloni, kuenzi harakati za uhuru na viongozi mashujaa wa ukombozi, kuhimiza mshikamano wa Afrika na maono ya Afrika yenye umoja na maendeleo, kujadili changamoto na mafanikio ya bara la Afrika. Kila mwaka Umoja wa Afrika inaweka kauli mbiu tofauti kama vile silaha kimya, Afrika bila mapigano, kujenga Afrika tunayoitaka, vijana, nguzo ya maendeleo ya Afrika. Kwa hivyo, Mei 25 ni siku rasmi ya kitaifa na kimataifa inayotambuliwa na mataifa mengi ya Afrika na diaspora kwa ajili ya kuenzi historia ya ukombozi wa bara la Afrika. Mimi ni Semio Sonyo, ninakushukuru kwa kuwa nami katika makala hii maalum kuhusu bara la Afrika. Tukutane tena katika kipindi kingine, lakini kumbuka, Afrika ni moja, umoja ni ngao yetu, na mustakabali wetu uko mikononi mwetu.